babu al-fara'id, huu ni mlango wa fara'id. Ilmu ya fara'id kiistilahi ni ilmu al-ilmu biqismati al-mawarith, ni elimu ya kujua mgawanyo wa mirathi fiqhan wa hisaban, kifiqhi na kihisabu, kwa sababu elimu ya mirathi iko katika sehemu mbili. Kuna upande wa fiqhi, na hili baadhi ya watu wanaosoma wanalijua, kujua ashabul furudh, masala nguzo za irthi, masharti ya irthi, sababu za irthi, mawani za irthi, alwarithuna min arrijal, alwarithatu min an-nisa, kujua mambo ya hajbu, kujua mambo ya aul, kujua mambo ya raddi. Vitu hivi baadhi wanavijua. Alafu kuna sehemu ya pili ya mirathi ambayo ni upande wa hisabu. Wengi katika wanaosoma dini hawajui upande huo, wanaojua ni wachache sana hesabu za faraidh, na hili ni jambo la hatari. Na ndio maana wanawachuoni wakahimiza sana mirathi isomeshwe, elimu ya mirathi isomeshwe, itapotea. Wanaweza kusoma wanafunzi 100 wakajua wawili tu hesabu za faraidh, ni mtihani kweli, na ni hisabu zimewekwa kwa kiwango, na yani zimesimama kwa kiwango cha hali ya juu kabisa, kuonyesha Uislamu ni dini kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, dini iliyohifadhiwa katika mpangilio wa mzuri wa hali ya juu. Lakini wasomaji wako wapi? Ikiwa wasoma kubahatisha, huwezi kufahamu jambo hili. Unaweza kuona mashekhe wengi, wasemaji wengi, lakini upande wa elimu ya mirathi katika hisabu hamna kitu. Usiwe katika hao. Jitahidi ujue mirathi za hesabu za mirathi. Ni jambo kubwa sana, ni fadhila. Hawalingani sawa wanaojua na wasiojua. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Kutokujua ni aibu. Kutokujua ni aibu kwa wewe, kwamba wewe ni talibul ilmi alafu hujui hesabu za mirathi. Wewe wajua kuhesabu pesa, wajua kuhesabu mambo mengine, hesabu nyingine zote wazijua, lakini kijambo la mirathi hujui. Wangapi wajua hesabu za mirathi? Wachache. Ni watu waweza kuonyesha mikono, lakini wachache najua hivyo mimi. Sasa hili jambo halionyeshi ishara nzuri. Tembea kote, nenda katika miji na katika madarasa, kila mahali hali iko namna hiyo, kwa sababu pia si rahisi hivyo. Nataka Allah tabarak wa taala kujalie fahamu, kupe ufahamu ndani. Kwa hiyo mimi nahimiza hili jambo, ni jambo zuri sana, zuri lenye fakhari ndani yake. Tuzisomeni hisabu za mirathi, tuzijue elimu ya mirathi julikane kwa fiqhi na hisabu zake. Haya, hadithi ya kwanza katika mlango huu anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kwanza imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, alhiqul faraid bi ahliha, wapeni mafungu wenyewe, yagaweni mafungu kwa wenyewe, wapeni watu wake. Kuna ashabul furudh, wapeni. Alhiqul faraid bi ahliha, yagaweni mafungu kwa wenyewe au kwa watu wake, wapeni wenye mafungu yao. Fama baqiya, basi kile lililobakia, fungu lilobakia. Fama baqi, basi lile lililobakia. Fahuwa liaula rajulin dhakar, fahuwa liaula rajulin dhakar, basi hilo ni la yule aliye karibu zaidi katika watu, aliye mume. Fahuwa, hilo lilobakia hilo, liaula rajulin dhakar, ni la yule aliye karibu zaidi katika watu, aliye mume.
ndio huyo atakiwa apewe. Kwa mfano, mtu amefariki huku nyuma akamwacha baba, mama, watoto wa kike labda 2 au 3, amemwacha kaka, amemwacha dada, makaka wapo, madada wapo. Sheria yasema wapewe wenye kurithi kwa mafungu yao. Tukitazama pale mathalan, ndio kama hivi tumesema, mtu amefariki, amemwacha mke, amemwacha baba, amemwacha mama, amewaacha watoto wa kike, amewaacha watoto wa kiume, au ameacha watoto wa kiume tu, watoto wa kike hawapo. Kuna makaka, madada wako hapo, maammi. Sasa anamwambia mafungu wapewe wenyewe. Hapa wenye kurithi kwa mafungu wa kwanza ni mke, atapata robo yake, atapata thumni hapa kwa sababu ana watoto. Naam, atapata thumni yake. walahunna ar-rubu' mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum walad falahunna ath-thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Kwa mke atapata thumni pale 1/8, awe yuko peke yake mke mmoja au wake wawili au watatu au wanne, wote watashirikiana kwenye thumni ya mali. Na mwingine atakayepata fardhi pale ni baba, atapata sudus, kwa sababu kuna faru warith ambayo ni dhakar, faru warith dhakar, mtoto wa kiume. Kadhalika mama atapata sudus 1/6, kwa sababu kuna faru warith. Umefahamu? Sasa kaka, ambao kaka hawatarithi, dada hatarithi. Umefahamu? Kwa nini hawatarithi? Kwa sababu kuna faru warith ambao ni dhakar. Kadhalika iko baba, hawa hawezi kurithi, kwa sababu akishakuwepo baba, kaka na dada hawezi kurithi. Sikwambia kiwepo mtoto. Sasa aliye karibu zaidi katika watu ambaye mwanamume ni nani hapa? Mtoto. Kilichobakia apewe yeye, kilichobakia apewe huyu mtoto. Umefahamu? Kwa hapa asili masala lazima iwe 18, si ndio? Kwa sababu ukiangalia kuna 1/8, kuna 1/6, yani sudus na sudus ziko mbili. 6 na 6 kuna tawafu, tutachukua kuna nini, kuna tamathul, tutachukua 1/6, na 6 na 8 kuna tawafu, kuna wifqi katika nisfu. Kwa hiyo ukichukua nusu ya 6 ukizidisha kwa 8 ni 10 ngapi? 24. Asili masala itakuwa 24, kwa sababu nusu ya 6 ukizidisha kwa 8 ni 24, au ukichukua nusu ya 8 ukizidisha kwa 16 ni 24. Kwa hiyo itagawa mafungu 24. Asili masala 24 pale tagawa, tagawa kila mmoja nasibu yake, kilichobakia ni cha. Kwa hiyo katika 24 ukimpa mke thumun, 1/8 24 ni ngapi? 3. Sudus 1/6 24 ni ngapi? 4. Kwa 4 jumlisha 3 jumlisha 4 7. Ukitoa tena sudus nyingine ya mama pale, 4 nyingine 11. Kwa hiyo katika 24 wale watapata 11, itakazobakia ni 13, zote tapewa aula rajulin dhakar, fama baqi fahuwa li aula rajulin dhakar. Hisabu zinakwenda namna hiyo. Hizi ni hisabu zile rahisi. Umefahamu? Katika hisabu za faraidh. Haya, hii ndio hadithi ya kwanza. Falyuadhdhin almuadhdhin. Baada al-adhan tutaendelea. Tusome hadithi zilizobaki
katika mlango huu kuna hadithi 3 ambazo zimebakia. Tutakuwa tumemaliza kitabu al-buyu', chini yake kuna babu al-fara'id au kitabu al-bay', mambo muamalat. Tutakuja masala nikah hapo mbeleni. Kwa hiyo leo tutamaliza inshallah hizi hadithi 3 zilizobakia katika muda huu. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: imepokewa kutoka kwa Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma amesema, an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma قال, imepokewa kutoka kwa Usama ibn Zaid Allah muiradhi amesema, qultu ya Rasul Allah, nilisema au nilimwambia ewe mtume wa Allah, atanzilu ghadan fi darika bimakkah, je utashukia kesho katika nyumba yako huko Makkah? Atanzilu ghada, je utashukia kesho fi darika katika nyumba yako bimakkah huko Makkah? قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور, akasema hivi ametuachia sisi Aqil bin Abi Talib makazi yoyote au nyumba yoyote? وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور, akasema hivi ametuachia sisi Aqil bin Abi Talib makazi yoyote au nyumba yoyote? ثم قال لا يرث الكافر المسلم, hata mrithi kafiri kumrithi muislamu, wala almuslimu alkafira, wala kafiri hata mrithi muislamu, wala muislamu hata mrithi kafiri. Kwa munasaba gani hapa? Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukifika Makkah utafikizia kwenye ile nyumba yako? Nyumba yake ipi? Nyumba ambayo aliachiwa na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abdul Muttalib, ndiye alimwachia nyumba hiyo baba yake mzazi. Lakini akawa nyumba ile iko chini ya himaya ya ammi yake Abu Talib, yeye ndiye anayesimamia na iko nayo. Alipokufa Abu Talib, nyumba akaichukua Aqil bin Abi Talib. Aqil bin Abi Talib na mwenzake Talib wakaichukua nyumba ile, wakawa wako nayo. Talib alikufa katika mwaka wa vita vya Badri, na Aqil akabaki nao kisha akaiuza. Lakini anamwambia sisi hatuna haki ya kurithi pale, kwa sababu la yarithu alkafiru almuslima, hata mrithi kafiri kumrithi muislamu, wala almuslimu alkafira, wala hatarithi muislamu kumrithi kafir. Watu wa mila mbili tofauti hawatarithiana. Sasa hawa wamemrithi Abu Talib, Abu Talib mata kafira, na hawa nao Aqil pamoja na Aqil na Talib, wao wamemrithi baba yao Abu Talib, na walikuwa makafiri katika dini yao. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kuwarithi wala hawezi kumrithi Abu Talib, wala hawezi kumrithi baba yake. Hiyo ndio hali ilivyokuwa. Kwa hiyo la yarithu alkafiru, la yarithu almuslimu alkafira. Kwa hiyo wewe ukiwa na mzazi wako au kaka yako yuko katika dini tofauti, kafir au nasrani au yahudi
au awe majusi au wathani mpagani, wewe hata kurithi na wewe pia hutamrithi yeye. Hakuna kurithi, hata kama mmoja ana mali nyingi, hakuna kurithiana. Usije ukapata tamaa ukaona acha nimrithi. Hakuna kurithiana, tarithiana hao wenzake, watu wa mila moja. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مبكيوا kutoka kwa Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وممتومه والله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء amekataza kuuza ubwana wala wa an hibatihi na kutoa hiba, kutoa zawadi. Wakati mambo ya biashara za utumwa zikiendelea na hali ya utumwa ilipokuwepo, ilikuwa mtu akimwacha huru mtumwa au akimuuza, bado kunakuwa na mafungamano baina yake yeye na yule mtumwa aliyemwacha huru, kwa sababu kitendo alichomfanyia ni ihsani cha kumtoa utumwani kumuingiza katika uungwana. Amekuwa ni mtu huru sasa huyu. Kwa hiyo kuna kitu chaitwa au alwala, ubwana upo kiasi ambacho huyu mtumwa anaweza, aliyekuwa mtumwa anaweza kunasibishwa na wewe au na kabila lako. Kama sisi tunaweza kusema Zaid ibn al-Haritha al-Hashimi maulahu, Zaid ibn Haritha mtu wa anasibishwa na al-Hashim katika Bani Hashim, lakini maula wao, kwa sababu maula al-qaumi minhum, mtumwa wa watu ni katika wao, atajinasibu na wao. Hivyo hivyo watoto wake na kizazi chake atajinasibu na ahlul bait, wajinasibu na mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu katika wao ni mtumwa wao huyo. Umefahamu? Kama vile watu wanapotumia katika njia ya mtu kusilimishwa, fulani kasilimishwa na fulani, unasibishwa na yeye katika namna fulani. Kama al-Bukhari amekuwa ni al-Ju'fi. Ju'fi ni mtu wa kabila kutoka Yemen, kabila la Yemen. Sasa huyo mtu alikuwa ni al-Ju'fi, ndiye aliyemsilimisha babu wa baba yake al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kwa akanasibishwa na yeye. Hili jambo lipo. Sasa huu walau, kwa zamani walikuwa watu wengine wakiuuza na kuuzia wala uwe wako. Kwa sababu gani? Kwa sababu yule uliyemwacha huru, aliyekuwa mtumwa wako ukamwacha huru, au mtu aliyeachwa huru na baba yako ambaye wewe wamrithi, mtumwa yule kama hana watu wa kumrithi, kwa asaba, basi wewe ni katika warithi wake, wewe wamrithi. Asili yake alikuwa ni mtumwa wenu, wewe ukamwacha huru. Ulipomwacha huru, alikuwa na watoto wake wa kike tu mathalan, hana watoto wa kiume, wala hakuna ndugu katika jamaa zake anayeweza kurithi kitakachobaki, au ameacha mke tu, mke wake atachukua nasibu yake, alafu kilichobaki ni chenu nyinyi mnaorithi wenye walaa wenu. Haya ni masala ya kielimu katika elimu ya mirathi, yakifafanuliwa huko yaeleweka vizuri. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza huu bwana, huu usiuzwe, huu wala usiuzwe, huu wala usitolewe hiba. Usiseme kwamba nimekupa zawadi wala wangu kwa mtumwa fulani, akifa yule wewe mrithi. La, amekataza hilo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nahi hii ni makatazo haya ni haramu, ya kuharamisha. Imeingizwa hadithi hii katika sehemu hii katika mlango wa faraidh kwa sababu wala ni moja katika asbabu za kurithiana. Zile tatu ni sababu za kurithiana: ni nikah, ya kwanza ni ndoa, pili ni udugu alqaraba, na ya tatu ni alwala. Hadithi ya mwisho katika mlango huu
عن عائشة رضي الله عنها قالت imepokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha amesema kanat fi barirata thalath sunan ilipatikana kwa Barira sheria tatu zilipatikana kwa Barira sheria tatu au mambo matatu thalathu sunan mambo matatu au sheria tatu sababu neno sunan kwa maana sharai khuyirat ala zawjiha hina ataqat alipewa khiari kwa mumewe wakati alipoachika huru walikuwa wote ni watumwa mume mtumwa mke mtumwa huyu mke akaachwa huru akawa muungwana mume bado ni mtumwa ikitokea hivyo huyu mwanamke anapewa khiari utabaki kuwa ni mume wewe ni mke wa huyu mtumwa au wataka kuachwa ujitoe katika ndoa anapewa khiari Barira alijitoa katika ndoa siwezi kuwa na mume huyu mtumwa ni bwana akawa alia fuata alia kila anapokwenda amlilia Barira usiniache siwezi kuwa chini ya mtumwa kwa hiyo khuyirat alipewa khiari wa uhdiya laha lahmun na alipewa zawadi ya nyama Barira alipewa zawadi ya nyama فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم akaingia kwangu mtume صلى الله عليه وسلم Aisha radhiallahu anha anasema Barira alipewa zawadi ya nyama bwana nyama hii chukua wewe bibi akaichukua ile nyama akaenda nayo kwa bibi Aisha radhiallahu anha walburmatu ala an-nari na hali ya kuwa chungu kiko juu ya moto mtume صلى الله عليه وسلم alipoingia ile nyama iko jikoni yachemka Barira aliyekuwa mtumwa alipewa zawadi ya nyama akaja nayo kwa maulati wake bibi Aisha radhiallahu anha akampa bibi Aisha radhiallahu anha akaiweka jikoni ikawa inapikwa nyama ile mtume صلى الله عليه وسلم akaingia fadakhala alayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam walburmatu ala an-nari akaingia kwangu mimi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam mahali ya kuwa chungu kiko juu ya moto fadaa bi ta'amin akaagizia chakula Mtume صلى الله عليه وسلم akasema leteni chakula fautiya bi khubzin wa udmin akaletewa mkate na kitoweo au na mchuzi min udmil bait katika kitoweo cha pale nyumbani kaletwa mkate na kitoweo chake falamma faqala akasema alam ara alburmata ala an-nari fiha lahmun Mtume akauliza kwani mimi sikuona chungu hapa kiko juu ya moto ndani kuna nyama mbona leta kitoweo hiki simuona sufuria pale na nyama hiyo alam ara alburmata ala an-nari hivi sikuona mimi chungu yuko kwenye moto fiha lahmun kuna nyama ndani yake qalu bala wakasema kwa nini ndiyo ya rasulullah qalu bala ya rasulullah wakasema kwa nini ndivyo ya rasulullah wadhālika lahmu na hiyo ni nyama ambayo tusuddiqa bihi ala barirata imetolewa sadaqa kwa Barira hiyo ni nyama Barira alipewa sadaqa fakarihna an nut'imaka minhu tukachukia kukulisha katika nyama hiyo faqal akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama huwa nyama hiyo alaiha kwake yeye Barira sadaqatun li sadaqa wa huwa na nyama hiyo hiyo wa huwa minha lana hadiya na nyama hiyo hiyo kutoka kwake yeye Barira kwetu sisi ni zawadi kwa hiyo sisi hatuli sadaqa lakini sadaqa kapewa yeye hatukupewa sisi yeye atakuwa ametupa zawadi hadiya وقال النبي صلى الله عليه وسلم jambo la tatu sasa fiha kuhusu Barira amesema mtume صلى الله عليه وسلم kuhusu Barira innamal wala'u hakika si vingine alwala liman a'taqa ni haki yule aliyeacha huru kwa kuna mambo matatu sheria tatu zimepatikana kutokana na kisa cha Barira watumwa wawili wakioana mke akipata uungwana akipata uhuru akawa muungwana mwanamke ana khiari baina ya kubaki katika ndoa au kuivunja ndoa sheria ya pili mtu anaweza kama ni katika wale wasiofaa kula sadaqa
au mali kama ikiwa ina jiha zaidi ya moja. Kwa mfano, mtu ameuza pombe yake ameuza, akapata pesa, akaja kwako akanunua mchele, umwambia hii pesa umeuza pombe usilete madukani kwangu. La, kwake yeye haramu, kwako wewe halali, kwa sababu ina jiha ngapi? Mbili. Unaelewa? Kauza manguruwe yake huko, kapata pesa, amekuja kwako ataka ng'ombe au ataka mbuzi, muuzie. Sio kasema wewe pesa nguruwe mimi sitaki hapa. La, nguruwe kule alikouzwa kwake kule na uharamu wake. Na ndio maana sisi tunataamali na watu katika mifumo ya kifedha, katika biashara, hatuulize pesa hizi wewe umetoa wapi. Takuwa huwa alayhi haramu wa alaina halal, kwa sababu kuna jiha tofauti. Kwa hiyo sadaqa, Mtume صلى الله عليه وسلم hali sadaqa, Mtume صلى الله عليه وسلم hali sadaqa, lakini sadaqa hii hakupewa yeye, kapewa Barira, na Barira akampa hadia Mtume صلى الله عليه وسلم, si vibaya. Kwa hiyo sadaqa kwake, kwangu hadia. Naam, au wewe umekwenda mahali mtu anakukaribisha chakula ukala, muulize kwamba hizi pesa vipi hizi pesa uja beti huko ukapata hizi pesa ni kamari, wewe hizi pesa uja fanya la, ujaambiwa uulize, ujaambiwa uulize. Isipokuwa wanawachuoni pia wana tafsiri katika masala ya mtu ambaye anataamali na haramu katika muamala yake. Ikiwa ghalibu katika mali yake ni haramu, basi na ukayakini kwamba hiki ni katika vile vya haramu, kampiga mtu kabali kakuletea wewe, chukua hii bwana ndugu yangu, usichukue, amekulisha haramu hapo, kwa sababu unayakini kwamba hii ni katika. Bwana mimi nataka simu bwana, amekwenda kumnyang'anya mtu simu yake ya watu akakuletea wewe, chukua hii, na wewe unayakini kwamba hii kanyang'anya. Hata kukuuzia pia haifai, kwa sababu umeyakini kwamba kaiba pale, amekuja kuuzia wewe. Ukinunua wawaizi nyote wawili, umenifahamu? Na lao ungekuwa waizi wanaibia watu vitu vyao, watu hawavinunui, wasingeiba, lakini wajua kwamba nikipeleka mali fulani nitapata pesa, wanashirikiana wezi wenzao. Na uzuri kwamba hata katika hizi sheria za nchi hizi zinazotungwa na wanadamu, huo pia uwizi. Kwa imekuwa ni khairi, zinafikiana sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah katika darasa itakayofuatia tutaanza kitabu nikah.